Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kusalimu ndugu katika jina la Yesu. Hii ni saa ya kuamka kutoka katika usingizi. Manake wakati umeisha, muda umeisha sana. Apostle Paul, mtume Paulo aliona hili katika kitabu cha Walumi sura ya 13 na mstari wa 11. Naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoamini. Angalia anachokisema mtume Paulo, saa ya kuamka kutoka usingizi imekwisha wadia, kwa sababu wokovu wetu karibu kuliko tulipoamini. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, majira tulionao ni majira ambayo yanapaswa watu kabisa waamke, waachane na mazoea ya dini, mazoea na desturi za ibada za kawaida yasiyompendeza Mungu. Mbingu si jambo lile mama. Biblia inasema njia ni nyembamba iendayo uzimani, na njia ni pana iendayo upotevuni, lakini wengi wanapita kwa njia hiyo, kwa sababu njia inayoenda uzimani ni nyembamba na imesongwa sana. Sasa watu hawapiti. Sasa wanapita njia ambayo imetengenezwa na dini au dhehebu au dini zimerahisisha njia ya kwenda mbinguni. Kwa wanatembea kwa kufuata dini imesemaje au dhehebu limesemaje. Huu ni wakati sasa watu kutoka kwenye usingizi wa dini. Watu wengi wamelazwa na usingizi wa dini. Wanaabudu sanamu inaitwa dini. Hii sanamu inaitwa dini ndio inayopeleka watu wengi sana kuzimu. So watu wengi wameshindwa kutembea na Bwana kwa sababu ya hii sanamu inayoitwa dini. Watu wengi wamelazwa usingizi kwenye kitu kinachoitwa mapokeo. Mapokeo yamelaza sana watu usingizi. Maandiko yanasema, Paulo aliona hili katika roho, akasema nyakati zinakuja watu watakapoyakataa mafundisho ya uzima. Sikiliza, watu watakataa, sio watakataa kwa kusema, hawatasema, lakini watakataa kupitia matendo yao, namna ambavyo watakimbilia mafundisho ya mashetani, namna ambavyo watayapenda na kuyapiga promo na kutoa sadaka kwa mafundisho ya mashetani. Tunapohubiri injili ya utakatifu na kuambia watu toeni sadaka ili tuwafikie watu, Kumbuka injili hii ya uongo, shetani amepeleka hiyo injili ya uongo kwa gharama kubwa. Angalia hao manabii unaowaona hao wanapopeleka injili ya uongo kupitia sadaka za watu. Angalia, wameteka chaneli, wameteka ma-TV, ma-televisheni, ma-redio, na watu wanachangia huko, wanapeleka huko. Sasa watu wanaumu, manabii wa uongo, nabii wa uongo. Wewe umemsupport yupi nabii wa kweli unayemjua? Watu wanaishia kulaumu. Ndio maana sisi hatuamini katika kulaumu, tunaamini katika kutenda kwa namna ile ile ambayo Mungu amekujalia. Tunaamini kwa kutenda ili angalau watu wamuone Mungu kwa sura nyingine, sio kuishia tu kulaumu. Tunalaumu manabii wa uongo, wanapeka injili, wanahubiri watu mafuta. Sasa wewe umesapoti yupi nabii ambaye unatamani injili ya kweli ifike? Tunahubiri injili ya utakatifu. Hebu fanya jambo na sisi tuteke media. Fanya jambo na sisi tuteke redio ili watu wajue njia ya kweli. Sikiliza, wakati Paulo anasema huu ni wakati wa kuamka kutoka usingizini, watu wavue silaha za giza, wavae silaha za nuru. Anasema pale kwamba vueni silaha za giza na mvae silaha za nuru. Sasa kwa nini tuvue silaha za giza na tuvae silaha za nuru? Hizi ni falme mbili zinazopigana. Ufalme wa shetani ambao unaitwa ufalme wa giza, na ufalme wa nuru ambao unaitwa ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa falme hizi zinapigana na hizi falme zina silaha. Hizi falme zote zina silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa cha ajabu ni nini? Watu wengi wapo kwenye ufalme wa nuru lakini hawana silaha. Okay, nasema hivi, watu wengi wapo kwenye ufalme wa nuru lakini hawana silaha, na wengine wana silaha lakini hawajui kuzitumia. Sasa wana wa giza wanazo silaha na wanajua kuzitumia. Ndio maana angalia wanajua kanuni ya kusikia, kanuni ya kuona na kanuni ya kukitendea kazi. Angalia walivyoteka media na redio. Nenda kwenye TV yako, angalia kinachooneshwa. Nenda kwenye TikTok, nenda kwenye YouTube, angalia wanavyopiga promo mafundisho yao. Angalia miziki yao wanavyopiga promo, uchi, uvaaji wa kiolela. Angalia mitindo yote inayoendelea. Wanajua namna ya kumiliki watu kupitia kuona na kupitia kusikia. Lakini wana wa nuru hatuna hekima kama wana wa dunia. Wana wa nuru, wana wa giza, angalia kusapoti redio za hao manabii, za wachungaji hao ni jambo la kawaida sana. Mtu mmoja kutoa milioni 10, milioni 20, jambo la kawaida sana. Angalia wana wa nuru tulipokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wengi wapo kwenye ufalme wa nuru lakini hawana silaha.
na wengine wana silaha lakini hawajui kuzitumia. Wanazo kabisa ila hawajui kuzitumia. Paulo anasema katika Wakorintho wa pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 14, msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Do not unyoked with unbelievers. Kwa jinsi sivyo sawa sawa. Kwa nini? Pana urafiki gani? Paulo anasema pana urafiki gani kati ya hekalu la Mungu na pana ulinganifu gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Hebu acha nisome, mwana wa Mungu. Acha nisome hapa. I wish kuna mtu ananielewa hapa ili ujue namna ambavyo Wakorintho wa pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 14. Msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Ana sehemu gani? Lakini Kolosai 1:13 anasema yeye alituokoa akatuhamisha kutoka kwenye nguvu za giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sikiliza hizo silaha za nuru. Silaha za nuru anatueleza kwa habari ya neno la Mungu. Neno la Mungu ni silaha moja hatari ambayo mwana wa Mungu atakiwa kuivaa, neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapoongelea neno la Mungu, tunaongelea neno la Mungu, sio mapokeo ya wanadamu. Wakalitangua neno la Mungu, wakayafuata mapokeo ya wanadamu. Hatuongelee mapokeo ya wanadamu, tunaongelea habari za neno la Mungu. Lakini jambo lingine ni haki. Haki hii tunaamini haki tunaipata katika Kristo Yesu. Hii ni haki ya Mungu katika Kristo Yesu. Lakini silaha nyingine ni kweli. Hapa tunaongelea usahihi wa kimaandiko. Mtu anapokuwa na usahihi wa maandiko ataongea kweli, atafundisha kweli, atasimamia kweli. Tunaongelea usahihi wa maandiko. Ukisha mess up, ukisha kosa kwenye usahihi wa maandiko, unakuwa muongo kuanzia kanisani na nyumbani. Jambo lingine utakatifu. Silaha nyingine imani. Silaha nyingine injili. Silaha nyingine maombi. Lazima watu wahubiri injili. Mtumishi, mimi sina kipawa. Unahubiri injili hata kwa sadaka yako. Unahubiri injili hata kwa fedha yako. Unahubiri injili hata kwa mali yako. Unahubiri injili hata kwa maombi yako. Unahubiri injili. Ndio maana Waefeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 10 mpaka 18 akaeleza pale silaha. Hatimaye mzidi uko hodari katika Bwana, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Akazitaja pale silaha. Akataja kweli kiunoni, akataja dirii ya haki kifuani, akataja ngao ya imani, akataja upanga wa Roho, akataja utayari wa injili ya amani, akataja sala na maombi, akataja pia na chepeo ya wokovu. Sala na maombi na chepeo. Hizo ni silaha. Siku moja tulikuwa tunapita sokoni na mtumishi mmoja. Tukashangaa mama mmoja, watumishi, mchungaji. Huyu mama naye anatujuaje? Tukakumbuka huwa tunakuja kuhubiri injili kwenye hili soko. Sasa moja kati ya silaha hatari sana ni injili. Kwa sababu unapohubiri injili, sitegemei kama mtafanya upumbavu mazingira haya, kwa sababu watu wanakujua. Watu wanakujua. Jambo utakafanya, mchungaji anafanya hili, mtumishi anafanya. Kwa hiyo silaha ya injili, ndio maana shetani hapendi watu wahubiri injili, kwa sababu anajua silaha moja ambayo utamshinda ni injili. Sikiliza, nimeenda kuhubiri injili sokoni, alafu nimuite binti niendelee kuongea naye. Watu wananitazama. Nafikiri watu wanisemesha, mchungaji, na wewe unafanya nini hapa? Tayari hiyo imeni